Biblia Takatifu kitabu cha Mwanzo sura ya 25. Ibrahimu alioa mke mwingine jina lake akiitwa Ketura, akamzalia Zimrani na Yokshani na Bedani na Midiani na Ishibaki na Sua. Yokshani akamzaa Sheba na Dedani. Na wana wa Dedani walikuwa Waashuri na Waletushi na Waleumi. Na wana wa Midiani walikuwa Efa na Eferi na Hanoki na Abida na Erida. Hao wote walikuwa ni wana wa Ketura. Ibrahimu akampa Isaka yote aliyokuwa nayo, lakini wana wa Masuria aliokuwa nao Ibrahimu akawapa zawadi, naye akawaondoa katika mahali alipokaa Isaka mwanawe wakati wa uhai wake, waende pande za mashariki mpaka nchi ya Kedemu. Hizo ndizo siku za miaka ya maisha ya Ibrahimu alizoishi, miaka 175. Ibrahimu akafariki, naye akafa katika uzee mwema, mzee sana, ameshiba siku, akakusanyika kwa watu wake. Isaka na Ishmaeli wanawe wakamzika katika pango ya Makpela katika shamba la Efron bin Sohari Muhiti lielekealo Mamre, katika lile shamba alilonunua Ibrahimu kwa Bani Hethi. Huko ndiko alikozikwa Ibrahimu na Sara mkewe. Ikawa baada ya kufa kwake Ibrahimu, Mungu akambariki Isaka mwanawe, naye Isaka akakaa karibu ya Beer-lahai-roi. Hivi ndivyo vizazi vya Ishmaeli mwana wa Ibrahimu, ambaye Hajri Misri mjakazi wa Sara alimzalia Ibrahimu. Na haya ndiyo majina ya wana wa Ishmaeli kwa majina yao na kwa vizazi vyao. Mzaliwa wa kwanza wa Ishmaeli ni Neboyathi na Kedari na Abideeli na Mibusamu na Mishma na Duma na Masa na Hadadi na Tema na Yeturi na Nafishi na Kedema. Hao ndio wana wa Ishmaeli, na hayo ni majina yao katika miji yao na katika vituo vyao, maseiri 12 kwa kufuata jamaa zao. Na hii ndiyo miaka ya maisha ya Ishmaeli, miaka 137. Akakata roho, akafa, akakusanyika kwa watu wake, akakaa toka Havila mpaka Shuri unaoelekea Misri kwa njia ya kwenda Ashuru. Akakaa katikati ya ndugu zake wote. Na hivi ndivyo vizazi vya Isaka mwana wa Ibrahimu. Ibrahimu alimzaa Isaka. Isaka akawa mwenye miaka 40 alipomtwaa Rebeka binti Bethueli Mshami wa Padani Alam, ndugu wa Labani Mshami, kuwa mke wake. Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa, naye Bwana akamwitikia. Na Rebeka mkewe akachukua mimba, watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema, ikiwa ni hivi,
kuishi kwa kunifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Bwana akamwambia, mataifa mawili yamo tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko la pili, na mkubwa atamtumikia mdogo. Siku zake za kuzaa zilipotimia, tazama, mapacha walikuwamo tumboni mwake. Wa kwanza akatoka, naye alikuwa mwekundu mwili wote kama vazi la nywele. Wakamwita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka, na mkono wake unamshika Esau kisigino, akaitwa jina lake Yakobo. Isaka alikuwa mwenye miaka 60 mkewe alipowazaa. Watoto akakuwa. Esau alikuwa mtu ajuaye kuwinda wanyama, mtu wa nyikani, na Yakobo alikuwa mtu mtulivu, mwenye kukaa hemani. Basi Isaka akampenda Esau kwa sababu alikula mawindo yake, na Rebeka akampenda Yakobo. Yakobo akapika chakula cha dengu. Esau akaja akatoka nyikani, naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo, tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile, kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edom. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya mzaliwa wa kwanza. Esau akasema, tazama, mimi ni karibu kufa. Itanifaa nini haki ya uzazi? Yakobo akamwambia, uniapie kwanza. Naye akamuzia Yakobo haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha dengu, naye akala, akanywa, kisha akaondoka, akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 26. Ikawa njaa katika nchi hiyo, mbali na njaa ile ya kwanza iliyokuwa siku ya Ibrahimu. Isaka akamwendea Abimeleki, mfalme wa Wafilisti, huko Gerari. Bwana akamtokea akasema, usishuke kwenda Misri, kaa katika nchi nitakayokuambia. Kaa ugenini katika nchi hiyo, nami nitakuwa pamoja nawe na kukubariki, maana nitakufanya wewe na uzao wako nchi hizi zote. Nami nitakifanya imara kiapo nilichomwapia Ibrahimu baba yako. Nitazidisha uzao wako kama nyota za mbinguni, nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote, na katika uzao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu, akayahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu zangu na sheria zangu. Isaka akakaa katika Gerari. Watu wa mahali hapo wakamuuliza habari za mkewe. Akasema, ni ndugu yangu huyu. Maana aliogopa kusema ni mke wangu.
watu wa nchi wasije wakamuua kwa ajili ya Rebeka, kwa maana alikuwa mzuri wa uso. Ikawa alipokuwa amekaa huko siku nyingi, Abimeleki mfalme wa Wafilisti akachungulia dirishani, akamwona Isaka anacheza na Rebeka mkewe. Abimeleki akamwita Isaka akasema, yakini huyu ni mkeo? Mbona ulisema ni ndugu yangu huyu? Isaka akamwambia, kwa sababu nalisema nisife kwa ajili yake. Abimeleki akasema, ni nini hii uliyotutendea? Labda mtu mmoja wapo angalilala na mkeo bila kufikiri, nawe ungetutia hatiani. Basi Abimeleki akawaamuru watu wote akisema, amgusaye mtu huyu au mkewe lazima atauawa. Isaka akapanda mbegu katika nchi ile, akapata mwaka ule vipimo 100 kwa kimoja. Bwana akambariki, na mtu huyu akawa mkuu, akazidi kusitawi, hata akawa mkuu sana, akawa na mali ya kondoo na mali ya ng'ombe na watumwa wengi. Hao Wafilisti wakamhusudu, na vile visima vyote walivyochimba watumwa wa baba yake siku za Ibrahimu babaye, Wafilisti walikuwa wamevifukia, wakavijaza kifusi. Abimeleki akamwambia Isaka, utoke kwetu, maana wewe una nguvu sana kuliko sisi. Basi Isaka akatoka huko akapiga kambi katika bonde la Gerari, akakaa huko. Isaka akarudi akavichimbua vile visima vya maji walivyovichimba siku za Ibrahimu babaye, maana wale Wafilisti walikuwa wamevifukia baada ya kufa kwake Ibrahimu. Naye akaviita majina kufuata majina alivyoviita babaye. Watumwa wa Isaka wakachimba katika lile bonde, wakapata kisima cha maji yanayobubujika. Wachungaji wa Gerari wakagombana na wachungaji wa Isaka wakisema, maji haya ni yetu. Ndipo akakiita jina la kile kisima Eseki, kwa sababu waligombana naye. Wakachimba kisima kingine, wakagombania na hicho tena, akakiita jina lake Sitimna. Akaondoka huko akachimba kisima kingine, wala hicho hawakukigombania, akakiita jina lake Rehobothi. Akasema, kwa kuwa sasa Bwana ametufanyia nafasi, nasi tutazidi katika nchi. Akapanda kutoka hapo mpaka Beersheba. Bwana akamtokea usiku ule ule akasema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu baba yako, usiogope, maana mimi ni pamoja nawe, nami nitakubarikia na kuzidishia uzao wako kwa ajili ya Ibrahimu mtumishi wangu. Akajenga madhabahu huko, akaliitia jina la Bwana, akapiga hema yake huko, na watumwa wa Isaka wakachimba kisima huko. Ndipo Abimeleki akamwendea kutoka Gerari pamoja na Haudhathi rafiki yake, na Fikori jemedari wa jeshi lake. Isaka akawauliza, mbona mwanijia, nanyi mmenichukia mkanifukuza kwenu? Wakasema, hakika tuliona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja nawe,
Nasi tukasema, na tuapiane sisi na wewe na kufanya mapatano nawe, ya kuwa hutatutenda mabaya, iwapo sisi hatukukugusa wewe wala hatukukutendea ila mema, tukakuacha uende zako kwa amani. Nawe sasa umbarikiwa wa Bwana. Basi akawafanyia karamu, nao wakala wakanywa, wakaondoka asubuhi na mapema, wakaapiana wao kwa wao. Kisha Isaka akawapa ruhusa, nao wakaenda zao kwa amani. Ikawa siku ile ile watumwa wa Isaka wakaja, wakampasha habari za kile kisima walichokuwa wamekichimba. Wakamwambia, tumeona maji. Naye akakiita jina lake Shiba. Kwa hiyo jina la mji huo ni Beersheba hata leo. Esau alipokuwa mwenye miaka 40, akamwoa Yudithi binti Beeri Muhiti na Basemathi binti Eloni Muhiti. Roho zao Isaka na Rebeka zikajaa uchungu kwa ajili yao. Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 27. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamwita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akamwitikia, mimi hapa. Akasema, tazama sasa mimi nimekuwa mzee, wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi nakuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaende nyikani uniwindie mawindo, ukanifanyie chakula kitamu namna ile niipendayo, ukaniletee, ili nile na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Na Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo, ayalete. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako, akinena, niletee mawindo, ukanifanyie chakula kitamu ili nile, na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyokuagiza. Enenda sasa kundini ukanitwarie wanambuzi wawili waliowema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako, namna ile aipendayo. Kisha utampelekea baba yako apate kula, ili akubariki kabla ya kufa kwake. Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika, na mimi ni mtu laini. Labda baba yangu atanipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si baraka. Mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu. Mwanangu, usikie sauti yangu tu. Enenda ukaniletee wanambuzi. Akaenda akawatwaa, akamletea mamaye. Mamaye akafanya chakula kitamu namna ile aliyopenda babaye. Kisha Rebeka akatwaa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo, na ngozi za wanambuzi akamvika mikononi,
na katika ulaini wa shingo yake. Naye akampa Yakobo mwanawe mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate alioufanya. Akaja kwa baba yake akasema, babangu. Akasema, mimi hapa. Unani wewe, mwanangu? Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka tafadhali, ukae kitako, ule mawindo yangu, ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanawe, imekuwaje umepata upesi namna hii, mwanangu? Akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali, ili nikupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau ama sio. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa. Akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. Wala hakumtambua, kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau ndugu yake, yenye malaika. Basi akambariki, akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Akasema, ndimi. Akasema, niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu, ili roho yangu ikubariki. Akamsogezea karibu, naye akala. Kisha akamletea mvinyo, akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa, ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mungu na akupe ya umande wa mbingu na ya maono ya nchi na mawingu ya nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie na makabila wakusujudie. Uwe bwana wa ndugu zako na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakayekulaani alaaniwe, na atakayekubariki abarikiwe. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndiyo kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika mawindo kwake, naye pia amefanya chakula kitamu, akamletea babaye. Akamwambia baba yake, babangu, naondoke ale mawindo ya mwanawe, ili roho yako inibariki. Isaka baba yake akamuuliza, unani wewe? Akasema, mimi ni mwanao Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana, akasema, ni nani basi yule aliyetwaa mawindo akaniletea? Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe, nikambariki, naam, naye atabarikiwa. Esau aliposikia maneno ya babaye, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akamwambia babaye, nibariki na mimi nami, babangu. Akasema, ndugu huyo amekuja kwa hila, akauchukua mbaraka wako. Akasema, je, hakuitwa Yakobo kwa haki? Maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi.
Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua mbaraka wangu. Akasema, je, hukuniwekea na mimi mbaraka? Isaka akajibu akamwambia Esau, tazama, nimemfanya awe bwana wako, na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake. Kwa nafaka na mvinyo nimemtegemeza. Nami nikufanyie nini sasa, mwanangu? Esau akamwambia babaye, una mbaraka mmoja tu. Babangu, unibariki mimi nami, baba yangu. Esau akapaza sauti yake akalia. Isaka baba yake akajibu akamwambia, angalia, penye maono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu. Kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlilia baba yangu zinakaribia, ndipo nitakapomua ndugu yangu Yakobo. Rebeka akaarifiwa maneno ya Esau mwanawe mkubwa, akapeleka mtu kumwita Yakobo mwanawe mdogo. Akamwambia, tazama, katika habari zako Esau ndugu yako anajifariji moyo wake, maana anakusudia kukuua. Na sasa mwanangu, sikia sauti yangu, uondoke ukimbilie kwa Labani ndugu yako huko Harani, ukae kwake siku chache, hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke, hata ikuondokee ghadhabu ya ndugu yako, akasahau uliomtenda. Ndipo nitakapopeleka watu kukuchukua kutoka huko. Kwa nini nifiwe nanyi nyote wawili siku moja? Rebeka akamwambia Isaka, rohoni mwangu sina raha kwa sababu ya hao binti za Hethi. Kama Yakobo akitoa mke katika binti za Hethi, kama hawa binti za nchi, maisha yangu yatanifaidia nini? Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 28. Basi Isaka akamwita Yakobo, akambariki, akamwagiza, akamwambia, usitwae mke wa binti za Kanani. Ondoka uende Padanaramu mpaka nyumba ya Bethueli baba ya mama yako, ukajitwalie huko mke katika binti za Labani ndugu wa mama yako. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza, ili uwe mkutano wa makabila. Akupe mbaraka wa Ibrahimu, wewe na uzao wako pamoja nawe, upate kuirithi nchi ya kusafiri kwako, Mungu aliyompa Ibrahimu. Basi Isaka akampeleka Yakobo, naye akaenda Padanaramu kwa Labani mwana wa Bethueli Mshami, ndugu wa Rebeka mama yao Yakobo na Esau. Esau akaona ya kwamba Isaka amembariki Yakobo na kumpeleka Padanaramu ili ajitwalie mke huko, na katika kumbariki akamwagiza akasema,
usitwae mke wa binti za Kanaani, na ya kuwa Yakobo amewatii babaye na mamaye. Akaenda Padanaramu. Esau akaona ya kuwa binti za Kanaani hawakumpendeza Isaka baba yake. Basi Esau akaenda kwa Ishmaeli akamtwaa Maharathi binti Ishmaeli mwana wa Ibrahim ndugu wa Nebayothi kuwa mkewe, pamoja na wakeze aliokuwa nao. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani. Akafika mahali fulani akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatwaa jiwe moja la mahali pale akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake. Na tazama, Bwana amesimama juu yake. Akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana sitakuacha hata nitakapokufanyia hayo niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yupo mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitwaa lile jiwe aliloliweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumimina mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinirinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 29. Kisha Yakobo akashika njia yake akafika nchi ya wana wa mashariki, naye akaangalia, na tazama, kiko kisima kondeni, na makundi matatu ya kondoo yamelala karibu nacho, kwa sababu katika kisima kile hunywesha makundi, na palikuwa na jiwe kubwa juu ya kinywa cha kisima. Makundi yote hukusanyika huko, watu wakafiringisha hilo jiwe
katika kinywa cha kisima, wakawanywesha kondoo, na kulirudisha jiwe juu ya kinywa cha kisima mahali pake. Yakobo akawauliza, ndugu zangu, watu wa wapi ninyi? Wakasema, tu wa Harani sisi. Akawauliza, je, mnamjua Labani mwana wa Nahori? Wakasema, tunamjua. Akawauliza, je, hajambo? Wakasema, hajambo. Tazama, Raheli binti yake anakuja na kondoo. Akasema, tazama, ukari mchana bado, wala sio wakati wa kukusanya wanyama. Wanywesheni kondoo, mwende kuwalisha. Wakasema, hatuwezi, hata yakusanyike makundi yote, watu wakafiringishe jiwe katika kinywa cha kisima, ndipo tunapowanywesha kondoo. Hata alipokisema nao, Raheli akaja na kondoo za baba yake, maana aliwachunga. Ikawa Yakobo alipomwona Raheli binti Labani, ndugu wa mamaye, na kondoo za Labani, ndugu wa mamaye, Yakobo akakaribia na kulifiringisha lile jiwe litoke katika kinywa cha kisima. Akawanywesha kondoo za Labani, ndugu wa mamaye. Yakobo akambusu Raheli, akainua sauti yake akalia. Yakobo akamwarifu Raheli ya kuwa yeye ni ndugu wa babaye, na ya kuwa ni mwana wa Rebeka. Basi akapiga mbio akampasha babaye habari. Ikawa Labani aliposikia habari za Yakobo mwana wa nduguye, akaenda mbio amlaki, akamkumbatia, akambusu, akamleta nyumbani mwake. Naye akamwambia Labani maneno hayo yote. Labani akamwambia, ndiwe kweli mfupa wangu na nyama yangu. Naye akakaa kwake muda wa mwezi mmoja. Labani akamwambia Yakobo, kwa sababu wewe ni ndugu yangu, basi je, unitumikie bure? Niambie, mshahara wako utakuwa nini? Labani alikuwa na binti wawili. Jina la mkubwa ni Lea na jina la mdogo ni Raheli. Na Lea macho yake yalikuwa dhaifu, lakini Raheli alikuwa mzuri wa umbo na mzuri wa uso. Yakobo akampenda Raheli, akasema, nitakutumikia miaka 7 kwa kumpata Raheli, binti yako mdogo. Labani akasema, afadhali nikupe wewe kuliko mtu mwingine. Kaa kwangu. Yakobo akatumika miaka 7 kwa kumpata Raheli. Ikawa machoni pake kama siku chache tu, kwa vile alivyompenda. Yakobo akamwambia Labani, nipe mke wangu, maana siku zangu zimetimia niingie kwake. Labani akakusanya watu wote wa mahali pale, akafanya karamu. Ikawa wakati wa jioni, akamtwaa Lea binti yake, akamletea Yakobo, naye akaingia kwake. Labani akampa Lea mjakazi wake Zilpa awe mjakazi wake. Ikawa kulipokuwa asubuhi, kumbe ni Lea.
Akamwambia Labani, nini hii ulionitenda? Sikukutumikia kwa Raheli? Mbona umenidanganya? Labani akasema, havitendeki hivi kwetu kumtoa mdogo kabla ya mkubwa. Timiza siku zake 7, nasi tutakupa huyu naye kwa utumishi utakaonitumikia miaka 7 mingine. Yakobo akafanya hivi, akatimiza siku zake 7, naye akampa Raheli binti yake kuwa mkewe. Labani akampa binti yake Raheli mjakazi wake Bilha awe mjakazi wake. Akaingia kwa Raheli, naye akampenda Raheli kuliko Lea. Akatumika kwa ajili yake miaka 7 mingine. Bwana akaona ya kwamba Lea hakupendwa, naye akafungua tumbo lake, bali Raheli alikuwa hazai. Lea akapata mimba, akazaa mwana, akampa jina lake Rubeni, maana alisema, kwa kuwa Bwana ameona teso langu, sasa mume wangu atanipenda. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, kwa kuwa Bwana amesikia ya kwamba mimi sikupendwa, amenipa na huyu. Akamwita jina lake Simeoni. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, basi wakati huu mume wangu ataungana nami, kwa sababu nimemzalia wana 3. Kwa hiyo akamwita jina lake Lawi. Akapata mimba tena, akazaa mwana, akasema, mara hii nitamsifu Bwana. Kwa hiyo akamwita jina lake Yuda, akaacha kuzaa. Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 30. Naye Raheli alipoona ya kuwa hamzalii Yakobo mwana, Raheli alimwonea ndugu yake wivu. Akamwambia Yakobo, nipe wana, kama sivyo nitakufa mimi. Yakobo akamghadhabikia Raheli, akasema, je, mimi ni badala ya Mungu aliyekuzuilia uzao wa mimba? Akasema, yuko mjakazi wangu Bilha, uingie kwake ili kwamba azae juu ya magoti yangu, nami nipate uzao kwa yeye. Basi akampa Bilha mjakazi wake kuwa mkewe. Yakobo akaingia kwake, naye Bilha akapata mimba, akamzalia Yakobo mwana. Raheli akasema, Mungu amenipa haki yangu, naye amesikia sauti yangu, akanipa mwana. Kwa hiyo akamwita jina lake Dani. Bilha mjakazi wa Raheli akapata mimba tena, akamzalia Yakobo mwana wa pili. Raheli akasema, kwa mashindano makuu nimeshindana na ndugu yangu, nikashinda. Akamwita jina lake Naftali. Lea alipoona ya kuwa ameacha kuzaa, alimtwaa Zilpa mjakazi wake, akampa Yakobo kuwa mkewe. Zilpa mjakazi wa Lea akamzalia Yakobo mwana. Lea akasema, bahati njema, akamwita jina lake Gadi. Zilpa mjakazi wa Lea akamzalia Yakobo mwana wa pili. Lea akasema, ni heri mimi, maana wanawake wataniita heri.
akamwita jina lake Asheri. Rubeni akaenda siku za mavuno ya ngano, akaona tunguja kondeni, akazileta kwa Lea mamaye. Ndipo Raheli akamwambia Lea, nipe mimi baadhi ya tunguja za mwanao. Naye akamwambia, je, ni jambo dogo kuninyang'anya mme wangu? Hata wataka kuzitwaa tunguja za mwana wangu pia? Raheli akamwambia, kwa hiyo atalala kwako usiku huu kwa tunguja za mwanao? Yakobo akaja kutoka kondeni jioni. Lea akatoka kumlaki. Akasema, lazima uje kwangu, kwa sababu nimekuajiri kwa tunguja za mwanangu. Akalala kwake usiku ule. Mungu akamsikia Lea, naye akapata mimba, akamzalia Yakobo mwana wa 5. Lea akasema, Mungu amenipa ujira wangu, kwa sababu nimempa mme wangu mjakazi wangu. Akamwita jina lake Isakari. Lea akapata mimba tena, akamzalia Yakobo mwana wa 6. Lea akasema, Mungu amenipa mahari njema, sasa mme wangu atakaa nami, kwa kuwa nimemzalia wana 6. Akamwita jina lake Zabroni. Baadaye akazaa binti, akamwita jina lake Dina. Mungu akamkumbuka Raheli. Mungu akamsikia, akamfungua tumbo, akapata mimba, akazaa mwana. Akasema, Mungu ameondoa aibu yangu. Akamwita jina lake Yusufu, akisema, Bwana aniongeze mwana mwingine. Ikawa Raheli alipomzaa Yusufu, Yakobo akamwambia Labani, nipe ruhusa niende kwetu na kwenye nchi yangu. Nipe wake zangu na watoto wangu niliokutumikia, niende zangu, maana umejua utumishi wangu niliokutumikia. Labani akamwambia, iwapo nimeona fadhili machoni pako, kaa, maana nimetambua ya kwamba Bwana amenibariki kwa ajili yako. Akasema, sema mshahara wako utakao, nami nitatoa. Akamwambia, umejua jinsi nilivyokutumikia na jinsi wanyama wako walivyokuwa kwangu, maana mali yako ilikuwa haba kabla sijaja, nayo imezidi kuwa nyingi. Bwana akakubariki kila nilikokwenda. Basi sasa nitaangalia lini mambo ya nyumba yangu mwenyewe? Akamuuliza, nikupe nini? Yakobo akasema, usinipe kitu. Ukinifanyia neno hili, nitarisha wanyama wako tena na kuwalinda. Nitapita katika wanyama wako wote leo na kutoa huko kila mnyama aliye na madoadoa na marakaraka, na kila mnyama mweusi katika hao kondoo, na aliye na marakaraka na madoadoa katika mbuzi, na watakuwa mshahara wangu, na haki yangu itanishuhudia katika siku zijazo. Utakapokuja kwa habari ya mshahara wangu ulioko kwako,
Kila asiye madoadoa au marakaraka katika mbuzi au asiye mweusi katika kondoo akionekana kwangu, itahesabiwa kuwa ameibiwa. Labani akasema, tazama, na iwe hivi kama usemavyo. Basi akatoa siku ile mbuzi waume walio na milia na madoadoa, na mbuzi wake walio na madoadoa na marakaraka, kila aliye na doa jeupe, na kondoo wote waliokuwa weusi, akawatia mikononi mwa wanawe. Akajitenga na Yakobo mwendo wa siku 3. Naye Yakobo akachunga wanyama wa Labani waliosalia. Yakobo akatoa fito za mrubina mbichi na mrozi na mwaromoni, akazibambua maganda, mistari myeupe ionekane ndani ya hizo fito. Akazisimamisha fito hizo alizozibambua katika mabirika ya kunyweshea maji. Pale walipokuwa wanyama wanywe, wakachukua mimba walipokuja kunywa. Wanyama wakapata mimba mbele ya hizo fito, wakazaa wanyama walio na milia na madoadoa na marakaraka. Na Yakobo akawatenga wanakondoo, akazielekeza nyuso za makundi zielekee wale waliokuwa na milia na kila aliyekuwa mweusi katika wanyama wa Labani. Akaweka kando wanyama wake mwenyewe, wala hakuwachanganya pamoja na wanyama wa Labani. Ikawa kila walipopata mimba wanyama wenye nguvu, Yakobo akaziweka zile fito mbele ya macho ya hao wanyama katika mabirika, ili kwamba wachukue mimba kati ya zile fito. Lakini wanyama walipodhoofika, hakuziweka zile fito. Basi wale dhaifu walikuwa wa Labani na wenye nguvu walikuwa wa Yakobo. Kwa hiyo mtu huyo akazidi mno, akawa na wanyama wengi na vijakazi na watumwa na ngamia na punda. Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 31. Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu, na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Yakobo akaona uso wa Labani, ya kuwa hakumtazama vema kama jana na juzi. Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Yakobo akatuma watu, akawaita Raheli na Lea waje nyikani kwenye wanyama wake. Akawaambia, naona uso wa baba yenu, kwamba hanitazami vema kama jana na juzi, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami. Nanyi mmejua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu, na baba yenu amenidanganya, akabadili mshahara wangu mara 10. Lakini Mungu hakumwacha kunidhuru, aliposema, walio na madoadoa watakuwa mshahara wako. Wanyama wote wakazaa madoadoa. Aliposema, walio na milia watakuwa wa mshahara wako, ndipo wanyama wote wakazaa wenye milia. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu na kunipa mimi. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, naliinua macho yangu nikaona katika ndoto,
Na tazama, mabeberu waliowapanda hao wanyama walikuwa na miria na madoadoa na marakaraka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua basi macho yako ukaone, mabeberu wote wanapanda wanyama wana milia na madoadoa na marakaraka, maana nimeona yote aliyokutendea Labani. Mimi ni Mungu wa Betheli, huko ulikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Sasa ondoka, toka katika nchi hii, urudi mpaka nchi ile uliozaliwa. Raheli na Lea wakajibu wakamwambia, je, imetubakia sehemu au urithi katika nyumba ya baba yetu? Hakutufanya kama wageni, maana ametuuza, naye amekula fedha zetu kabisa. Maana mali yote ambayo Mungu amemnyang'anya baba yetu, mali hiyo ndiyo yetu na ya wana wetu. Basi yoyote Mungu aliyokuambia uyafanye. Ndipo Yakobo akaondoka, akapandisha wanawe na wakeze juu ya ngamia, akachukua wanyama wake wote na mali yake yote aliyokuwa ameyapata, na wanyama aliyowapata katika Padanaramu, ili afike kwa Isaka babaye katika nchi ya Kanaani. Basi Labani alikuwa amekwenda kuwakata manyoya kondoo zake, na Raheli akaviiba vinyago vya babaye. Yakobo akamwadaa Labani Mshami, kwa kuwa hakumwambia ya kwamba anakimbia. Basi akakimbia yeye na yote aliyokuwa nayo, akaondoka akauvuka mto, akaelekeza uso wake kwenda mlima wa Gileadi. Hata siku ya 3 Labani akaambiwa ya kwamba Yakobo amekimbia. Akatoa ndugu zake pamoja naye, akamfuata mwendo wa siku 7, akampata katika mlima wa Gileadi. Mungu akamjia Labani Mshami katika ndoto ya usiku, akamwambia, ujihadhari, usimwambie Yakobo neno Raheli wala Rashari. Labani akamfikia Yakobo, na Yakobo alikuwa amepiga hema zake katika mlima, na Labani na ndugu zake wakapiga hema zao katika mlima wa Gileadi. Labani akamwambia Yakobo, umefanya nini? Umeniadaa ukawachukua binti zangu kama mateka waliotwaliwa kwa upanga. Mbona umekimbia kwa siri ukanihadaa, wala hukuniambia, nipate kuagana nawe, uende zako kwa furaha na nyimbo na ngoma na kinubi? Wala hukuniacha ni wabusu wanangu na binti zangu. Basi umetenda upumbavu. Ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akisema, ujihadhari, usimwambie Yakobo neno Raheli wala Rashari. Basi sasa umetoka kwa sababu umetamani sana nyumba ya baba yako. Mbona basi umeiba miungu yangu? Yakobo akajibu akamwambia Labani, kwa sababu naliogopa, nikasema,
usije ukaninyang'anya binti zako kwa nguvu. Awa yeyote utakayemwona kuwa nayo miungu yako, yeye asiishi mbele ya ndugu zetu, ukitambua kilio chako kwangu, ukakichukue. Maana Yakobo hakujua ya kwamba Raheli ameiba. Labani akaingia katika hema ya Yakobo na hema ya Lea na hema ya vijakazi wawili, wala hakuiona. Akatoka katika hema ya Lea akaingia katika hema ya Raheli. Basi Raheli alikuwa amevitoa vile vinyago, ameviweka katika matandiko ya ngamia na kuvikalia. Labani akapapasa hema yote, wala kuviona. Naye Raheli akamwambia babaye, bwana wangu asikasirike kwa sababu siwezi kuinuka mbele yako, maana nimeshikwa na mambo ya kike. Akatafuta wala hakuviona vile vinyago. Yakobo akakasirika, akagombana na Labani. Yakobo akajibu akamwambia Labani, ni nini hatia yangu? Nayo ni nini dhambi yangu, hata ukanifuatia namna hii? Umepapasa vyombo vyangu vyote. Ni kitu gani ulichokiona cha nyumbani mwako? Kiweke hapa mbele ya ndugu zangu na ndugu zako, wakaamue kati yetu. Miaka hii 20 nimekaa kwako. Kondoo zako wala mbuzi zako wake hawakuharibu mimba, wala waume katika wanyama wako sikuwala. Kilicholaluliwa na hayawani sikukuletea. Mimi mwenyewe nimetwaa hasara yake. Wewe umekidai katika mkono wangu. Ikiwa kilichochukuliwa mchana au ikiwa kilichukuliwa usiku. Hii ilikuwa hali yangu mchana, jua likanipata, na baridi usiku, usingizi ukanitoka machoni mwangu. Miaka hii 20 nimekaa nyumbani mwako. Nilikutumikia miaka 14 kwa binti zako wawili, na miaka 6 kwa wanyama wako. Nawe umebadili mshahara wangu mara 10. Kama Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu na hofu ya Isaka, hangalikuwa pamoja nami, hakika sasa ungalinifukuza mikono mitupu. Mateso yangu na kazi za mikono yangu Mungu ameziona, akukemea usiku huu. Labani akajibu akamwambia Yakobo, hao binti ni binti zangu, na wana ni wanangu, na wanyama ni wanyama wangu, na yote uyaonayo ni yangu. Nami naweza kuwatendea nini leo binti zangu na wana wao waliowazaa? Haya, na tufanye agano, mimi na wewe, liwe kwa ushahidi kati ya mimi na wewe. Yakobo akatoa jiwe akalisimamisha kama nguzo. Yakobo akawaambia ndugu zake, kusanyeni mawe. Wakatwaa mawe wakafanya chungu, nao wakala huko karibu na ile chungu. Labani aliita Yegar-Sahadutha, lakini Yakobo aliita Garedi. Labani akasema,
chungu hii ni shahidi kati ya mimi na wewe hivi leo. Kwa hiyo likaitwa jina lake Garedi na Mispa, maana alisema, Mungu avizie kati ya mimi na wewe wakati tusipoonana, ukiwatesa binti zangu na ukitoa wake zaidi ya binti zangu, wala hapana mtu pamoja nasi. Tazama, Mungu ni shahidi kati ya mimi na wewe. Labani akamwambia Yakobo, tazama chungu hii, utazame na nguzo niliyoitia kati ya mimi na wewe. Chungu hii na iwe shahidi, na nguzo hii na iwe shahidi, ya kuwa mimi sitapita chungu hii kuja kwako, wala wewe hutapita chungu hii na nguzo hii uje kwangu kwa madhara. Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Nahori, Mungu wa baba yao, hahukumu kati yetu. Yakobo akaapa kwa hofu ya Isaka baba yake. Yakobo akachinja sadaka katika mlima, akawaita ndugu zake waje wale chakula, nao wakala chakula, wakakaa usiku kucha mlimani. Labani akaondoka asubuhi na mapema, akawabusu wanawe na binti zake, akawabariki. Kisha Labani akaenda zake, akarudi kwao. Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 32. Yakobo akashika njia yake, na malaika wa Mungu wakakutana naye. Naye Yakobo alipowaona alisema, hili ni jeshi la Mungu. Akapaita mahali pale Mahanaimu. Basi Yakobo akapeleka wajumbe mbele yake kwenda kwa Esau nduguye, mpaka nchi ya Seiri katika nyika ya Edomu. Akawaagiza akasema, mwambieni hivi bwana wangu Esau, hivi ndivyo asemavyo mtumwa wako Yakobo, nimekaa ugenini kwa Labani na kukawia huko hata sasa. Nami nina ng'ombe na punda na kondoo na watumwa na vijakazi. Nami nimepeleka watu nimpashe bwana wangu habari, nipate neema machoni pako. Wale wajumbe wakarudi kwa Yakobo wakisema, tulifika kwa ndugu yako Esau, naye anakuja kukulaki na watu 400 pamoja naye. Ipo Yakobo akaogopa sana na kufadhaika sana, akawagawanya watu waliopo pamoja naye na kondoo na ng'ombe na ngamia wawe matuo mawili. Akasema, akija Esau kwa kundi la kwanza akalipiga, kundi litakalosalia litaokoka. Yakobo akasema, Mungu wa baba yangu Ibrahimu na Mungu wa baba yangu Isaka, Bwana uliyeniambia, rudi uende mpaka nchi yako na kwa jamaa zako, nami nitakutendea mema. Mimi sistahili hata kidogo hizo rehema zako na kweli yote uliyomfanyia mtumwa wako. Maana nalivuka mto huo wa Yordani na fimbo yangu tu, na sasa nimekuwa matuo mawili. Uniokoe sasa na mkono wa ndugu yangu, mkono wa Esau, maana mimi namwogopa, asije akanipiga na mama pamoja na wana. Nawe ulisema, hakika nitakutendea mema, nami nitafanya uzao wako uwe kama mchanga wa bahari,
usiohesabika kwa kuwa mwingi. Akakaa huko usiku ule, kisha akatoa baadhi ya vitu alivyokuwa navyo kuwa zawadi kwa Esau nduguye, mbuzi wake 200 na mbuzi waume 20, kondoo wake 200 na kondoo waume 20, ngamia wanyonyeshao 30 pamoja na wana wao, ng'ombe wake 40 na mafahari 10, punda wake 20 na wana wao 10. Akawatia mkononi mwa watumwa wake, kila kundi peke yake. Naye akawaambia watumwa wake, vukeni mbele yangu, mkaache nafasi kati ya kundi na kundi. Akamwagiza yule wa kwanza akasema, Esau ndugu yangu akikukuta na kukuuliza akisema, wewe wa nani? Unakwenda wapi? Tena ni wanani hawa walio mbele yako? Basi useme, ni wa mtumwa wako Yakobo, ni zawadi aliyompelekea bwana wangu Esau. Na tazama, yeye mwenyewe yuko nyuma yetu. Akamwagiza tena wa pili na watatu, wote waliofuata makundi, akisema, hivi ndivyo mtakavyomwambia Esau akiwakuta. Tena semeni, tazama, mtumwa wako Yakobo yuko nyuma yetu. Maana alisema, nitamsuruhisha kwa zawadi aliyonitangulia, baadaye nitamwona uso wake. Huenda atanikubali uso wangu. Basi ile zawadi ikavuka mbele yake, naye mwenyewe akakaa usiku ule kambini. Akaondoka usiku ule, akatwaa wakeze 2 na vijakazi wake 2 na wanawe 11. Akavuka kivuko cha Yaboki, akawatwaa, akawavusha mto, akavusha na vyote alivyokuwa navyo. Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Naye alipoona ya kuwa hamshindi, alimgusa panapo uvungu wa paja lake, ukateguka. Uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema, niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema, sikuachi usiponibariki. Akamuuliza, jina lako ni nani? Akasema, Yakobo. Akamwambia, jina lako hutaitwa tena Yakobo, ila Israeli, maana umeshindana na Mungu na watu, nawe umeshinda. Yakobo akamuuliza akasema, niambie tafadhali jina lako. Akasema, kwa nini waniuliza jina langu? Akambariki huko. Yakobo akapaita mahali pale Penueli, maana alisema, nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Jua likamzukia akivuka Penueli, akatetemea kwa sababu ya paja la mguu wake. Kwa hiyo wana wa Israeli hawali ule mshipa ulio katika uvungu wa paja hata leo, maana alimgusa Yakobo panapo uvungu wa paja katika mshipa wa kiuno. Neno la Bwana.
Biblia Takatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 33. Yakobo akainua macho yake akaona, na tazama, Esau anakuja na watu 400 pamoja naye. Akawagawanyia Lea na Raheli na wale vijakazi wawili wana wao, akawaweka hao vijakazi na wana wao mbele, na Lea na wanawe nyuma yao, na Raheli na Yusufu mwisho. Akapita mwenyewe mbele yao, akainama mpaka nchi mara 7. Hata alipomkaribia ndugu yake, Esau akaja mbio kumlaki, akamkumbatia na kumwangukia shingoni, akambusu, nao akalia. Akainua macho yake akawaona wale wanawake na watoto, akauliza, ni nani hawa walio pamoja nawe? Akasema, ni watoto Mungu aliyompa mtumwa wako kwa neema yake. Ndipo wale vijakazi na wana wao wakakaribia wakainama. Lea naye na wanawe wakakaribia wakainama. Baadaye Yusufu na Raheli wakakaribia wakainama. Akasema, kundi hili lote nililolikuta, maana yake ni nini? Akasema, kunipatia kibali machoni pa bwana wangu. Esau akasema, ninayo tele, ndugu yangu, ulio nayo na yawe yako. Yakobo akasema, sivyo, kama nimekubarika machoni pako, tafadhali upokee zawadi yangu mkononi mwangu. Iwapo nimeona uso wako kama kuona uso wa Mungu, ukapendezwa nami, pokea tafadhali mbaraka wangu ulioletewa, kwa sababu Mungu amenineemesha, na kwa sababu ninavyo hivi vyote. Akamshurutisha, naye akapokea. Kisha Esau akamwambia, twende zetu, tusafiri, nami nitakutangulia. Akamjibu, bwana wangu anajua ya kuwa watoto ni wachanga, tena kondoo na ng'ombe nilionao wanyonyesha. Hao wanyama wakiharakishwa siku moja watakufa wote. Tafadhali bwana wangu na apite mbele ya mtumwa wake, nami nitawaongoza polepole kwa kadiri ya mwendo wa wanyama walio mbele yangu, na kwa kadiri ya mwendo wa watoto, hata nitakapofika kwa bwana wangu huko Seiri. Esau akasema, nikuachie basi baadhi ya watu walio pamoja nami. Akasema, pana haja gani? Na nione kibali tu machoni pa bwana wangu. Basi Esau akarudi siku ile ile, akishika njia yake mpaka Seiri. Yakobo akaendelea mpaka Sukoth, akajijengea nyumba, akawafanyia makundi yake vibanda. Kwa hiyo jina la mahali pale pakaitwa Sukoth. Yakobo akaja kwa amani mpaka mji wa Shekemu ulio katika nchi ya Kanaani. Alipokuja kutoka Padani Lam, akapiga kambi mbele ya huo mji, akainunua sehemu ya nchi. Alipopiga hema yake kwa mkono wa wana wa Hamori, baba wa Shekemu, kwa vipande 100 vya fedha, akajenga huko madhabahu,
akaiita Eli Elohe Israeli. Neno la Bwana. Biblia Takatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 34. Basi Dina binti Lea, ambaye Lea alimzalia Yakobo, akatoka kuwaona binti za nchi. Shekemu mwana wa Hamori Muhivi, mkuu wa nchi, akamwona, akamtwaa, akalala naye, akambikiri. Moyo wake ukaambatana na Dina binti Yakobo, akampenda huyu msichana, akasema na huyu msichana kwa maneno mazuri. Shekemu akamwambia Hamori babaye, akasema, unipatie msichana huyu awe mke wangu. Basi Yakobo akasikia ya kwamba amembikiri Dina binti yake, na wanawe walikuwako pamoja na wanyama wake nyikani. Yakobo akanyamaza hata walipokuja. Akatoka Hamori babaye Shekemu kumwendea Yakobo aseme naye. Wanawe Yakobo waliposikia hayo, wakaja kutoka nyikani, nao wakasikitika sana, wakakasirika mno, kwa sababu amefanya upumbavu katika Israeli kwa kulala na binti Yakobo, neno lisilojuzu kutendeka. Hamori akasema nao akinena, roho ya Shekemu mwanangu inamtamani binti yenu. Tafadhalini mpeni amwoe, mkaoane na sisi, mtupe sisi binti zenu, nanyi mkatwae binti zetu, nanyi mtakaa nasi, na nchi hii itakuwa mbele yenu. Kaeni na kufanya biashara humo, mkapate mali humo. Shekemu akamwambia babaye yule msichana na nduguze, na nikubarike machoni penu, na mtakayoniambia nitatoa, njapoongeza sana mahari na zawadi, nitatoa kadiri mtakavyoniambia. Lakini mnipe huyu msichana awe mke wangu. Wana wa Yakobo wakawajibu Shekemu na Hamori babaye kwa hila, maana amemharibu Dina umbu lao. Wakawaambia, hatuwezi kufanya neno hili, tumpe umbu letu mtu asiyetahiriwa. Ingekuwa aibu kwetu, lakini kwa sharti hii tutapatana nanyi mkiwa kama sisi. Akitahiriwa kila mwanamume wenu, ndipo tutawapa ninyi binti zetu, na sisi tutatoa binti zenu, tutakaa pamoja nanyi, nasi tutakuwa watu wamoja. Lakini kama hamtusikii na kutahiriwa, basi tutamtwaa umbu letu, nasi tutakwenda zetu. Maneno yao yakawa mema machoni pa Hamori na machoni pa Shekemu mwana wa Hamori, na yule kijana hakukawia kulifanya neno lile, maana amependezewa na binti Yakobo, naye alikuwa mwenye heshima kuliko wote nyumbani mwa babaye. Hamori na Shekemu mwanawe wakaja langoni pa mji wao, wakasema na watu wa mji wao wakinena, watu hawa wana amani nasi, basi na wakae katika nchi na kufanya biashara humo, kwa maana nchi hii ni kubwa, ya watosha,
na tuwatwae binti zao kuwa wake zetu, na binti zetu tuwape wao. Lakini kwa sharti hiyo moja tu, watapatana nasi wakae wote kwetu, tuwe watu wamoja, kama tukitahiriwa kila mwanamume, kama hawa walivyotahiriwa. Je, kondoo zao na mali zao na wanyama wao wote hawatakuwa mali zetu? Basi na tupatane nao tu, nao watakaa kwetu. Wakawasikia Hamori na Shekemu mwanawe, wote watokao katika lango la mji wake, wakatahiriwa kila mwanamume, wote watokao katika lango la mji wake. Ikawa siku ya 3 walipokuwa wakiumwa sana, wana wawili wa Yakobo, Simeoni na Lawi, nduguze Dina, wakatwaa kila mtu upanga wake, wakaujia mji kwa ujasiri, wakaua waume wote. Wakawaua Hamori na Shekemu mwanawe kwa makali ya upanga. Wakamtwaa Dina katika nyumba ya Shekemu, wakatoka. Wana wa Yakobo wakawajilia hao waliouawa, wakauteka nyara mji kwa sababu wameharibu mbu lao. Wakachukua kondoo zao na ng'ombe zao na punda zao na vitu vilivyokuwamo mjini, navyo vilivyokuwako kondeni. Wakatwaa na mali zao zote, na watoto wao wote, na wake zao, na vyote vilivyokuwamo nyumbani mwao wakavichukua mateka. Yakobo akawaambia Simeoni na Lawi, mmenitaabisha kunifanya ninuke vibaya kati ya watu wa nchi hii, Wakaanani na Waperizi, na mimi kwa kuwa watu wangu ni haba, watanikusanyikia na kunipiga, nami nitaangamizwa, mimi na nyumba yangu. Nao wakasema, je, ni vema umtendee umbu letu kama kahaba? Neno la Bwana.